Yes, chuma kinaanza kwa kutuonyesha huyu binti anaitwa Piper. Binti ni kipofu lakini anaweza kuona kwa mbali mwanga na maumbo pekee. Hapa alikuwa akimsubiri kaka yake Andy ambaye alikuwa akifanya mazoezi ya mpira, lakini alisikia sauti ya mabinti wanaongea, kisha akawasogelea na kuwauliza wanaenda mjini kutembelea marafiki au namna gani, ni kama hawakumpenda hivi. So akaondoka na kaka yake. Andy na Piper wakaanza kuondoka eneo hili. Piper aliwaambia ni kama hawajanipenda lakini hawajui mimi ni nani. Andy akamwambia no, wamekupenda sana. Andy hapa anamweleza mdogo wake wa kambo kwamba wapo mabinti watatu wana nywele nyeusi lakini hawajapendeza wala nini. Piper akatabasamu zake tu. Hapa walikuwa wamefika nyumbani na Andy alikuwa bize kutengeneza kioo cha gari lake. Ghafla Piper anamuita kaka yake akimjulisha kuwa baba yake Phil ameingia bafuni. Alikuwa akioga lakini anamuita haitiki. Dogo alifuata kisu haraka ili wafungue mlango wa bafuni. Andy alipofungua mlango alikuta baba yao Phil ameshafariki kutokana na kuonekana kama alianguka vibaya bafuni. Piper licha ya kuwa kipofu aliingia na kumgusa baba yake wa kambo na kugundua tayari alikuwa amepoteza maisha. Alilia kwa uchungu sana. Polisi wa uchunguzi walifika ili kuchukua mwili kwa uchunguzi, lakini ni kama mwili ulikuwa ukigoma kupita sehemu hii. Piper alikutana na huyu msamaria mwema anaitwa Wendy. Akamwambia Piper ni mtoto mdogo, hivyo ataenda kuishi kwa mama mlezi anayeitwa Laura, na Andy yeye atawekwa katika kitengo tofauti cha malezi. Andy anakataa kwamba siwezi kuishi mbali na mdogo wangu na wala hawezi kukaa na mtu nisiyemfahamu. Pia ana mpango wa kuomba ulezi wa Piper mara tu atakapotimiza miaka 18 na imesalia miezi mitatu tu Andy atimize umri huo. Andy kapagawa, haelewi cha kufanya kabisa. Wendy anasema Laura hata hivyo amekuwa na changamoto za kulea watoto wenye historia ngumu. Piper alitamka neno grapefruit. Hili ni neno la siri kati yao likiwa na maana sema ukweli. Andy akamwambia Wendy, nilipata matatizo nilipokuwa mdogo katika umri wa miaka 8 kwenye hali kama hii. Nadhani ongea naye na umweleze kuwa hatutatengana. Wendy anamwambia Andy kuwa hakuna namna, inabidi usubiri miezi mitatu iliyosalia ili upate sifa ya ulezi na mambo mengine yaendelee. Wendy aliwaweka pamoja Piper na Andy kwa muda. Piper alikuwa chini ya kitanda. Andy alimfuata hapa, kisha kuna muungurumo wa ndege ukasikika ukipita juu. Akamwambia unasikia mlio huo? Sasa ndo hivyo, watu wakifa hawachomwi tu moto au kuzikwa, bali hupanda ndege na kuelekea mbinguni kwa Mungu kama baba. Andy akamwambia natania lakini Piper anamwambia kaka yake Andy, ujue bro, bado naisikia harufu ya baba hapa. Andy akasema nadhani kama vipi utaondoka na moja ya nguo zake. Eti Piper anamchana kwamba nguo zote zimefuliwa tayari. Hii ina maana kwamba hazina tena harufu ya baba yao. Andy na mdogo wake siku iliyofuata wapo safarini kuelekea makazi mapya. Mkononi Piper amebeba mto wa baba yake kama kumbukumbu ya marehemu. Hapa Andy alinyanyua hichi kidude ili mdogo wake ahisi mwanga na maumbo ambayo anaweza kuyaona licha ya upofu wake ambao yupo nao. Safari ilikuwa ni ndefu sana kuelekea kwa mama mpya, mama mlezi Laura. Andy na Piper wamefika nyumbani kwa Laura. Andy anamsihi mdogo wake kwamba hapa hawataishi kwa muda mrefu. Wamebisha hodi kinoma, lakini mziki mzito pekee ndio ulikuwa ukisikika humu ndani. Nadhani Laura alikuwa sikiliza kwa ngwaru ya Harmonize. Laura alikuwa na vibe. Karibuni jamani, haya ni makazi yenu mapya. Laura akaomba selfie. Jamani, kapicha muhimu. Milelesa. Binti Piper hana vibe licha uchangamfu wa huyu bibi Laura. Piper ni kama ana machale huko mbeleni, kuna kazi nzito humu ndani, itafahamika tu. Andy alikuwa hakai mbali na mdogo wake Piper. Laura akamwambia Piper haka kambwa ketu kanaitwa Pompom, usiogope, alishakufa kitambo. Andy aliona hili kapeti na kumuuliza Laura, hili ni kwa ajili ya Piper? Laura akasema hapana, hilo ni la mwanangu ambaye ni kipofu. Akaulizwa yuko wapi? Akaambiwa alishafariki. Piper akauliza chanzo cha kifo, akaambiwa alizama kwenye swimming pool. Andy hakulipenda swali hilo. Wakiwa bado kwenye utambulisho, ilipigwa simu na aliyepiga alikuwa ni Wendy
Andy akitaka kujua kama wamefika salama au la. Akaambiwa, shosti, hawa wamefika salama, niko nao hapa. Andy alizunguka upande wa pili wa nyumba ambapo Laura alikuwa akifuga kuku, lakini Andy aliona swimming pool ambayo halina maji, lakini ndani yake kuna dogo hajavaa shati na ameshika paka ambaye anapiga kelele. Laura akamfuata faster, lakini Andy aliona pembeni ya swimming pool pameandikwa Kath was here, yani Kath alikuwepo hapa. Huyu mtoto anaitwa Oliver. Alipogeuka usoni alikuwa na jeraha. Ukimya wa sekunde kadhaa ulitanda hapa. Piper akauliza ni nini kinaendelea, kwa sababu haoni lakini anahisi na kuona maumbo. Akasema huyu atakuwa mwanaye nadhani. Hapa Laura yuko bize kumpima urefu Piper, huku akimtambulisha Oliver kuwa amepata dada mpya na kaka mpya Anton aka Andy. Laura anasema Oliver naye alipoteza uzazi wake kama ninyi, hivyo yupo hapa ili apate uangalizi maalum kama ninyi. Zamu ya Oliver kupata kipimo cha urefu ilifika. Swali linaanza, huyu mama anachukua vipimo kwa hawa watoto ili iweje? Ngoma nzito hii. Andy aka Anton ukafika muda wake wa kipimo, akawa anasifiwa kwa urefu kama mrefu wewe. Andy akamwambia mdogo wake Piper kuwa Oliver anamfurahia kwa tabasamu. Piper akakenua kidogo, lakini haikuwa hivyo kwa Oliver, sababu haonekani kuwa na furaha kabisa na usoni anaonekana kuwa na jeraha. Hatimaye usiku ukafika, maana mchana purukushani zilikuwa nyingi sana, mara utambulisho, mara kupimana urefu na vitu vingine kama hivyo. Andy na Piper walikuwa wakipelekwa nyumbani kwao. Hapa Andy aliambiwa, wewe chumba chako kipo kule. Andy kaingia geto lake jipya hapa kwa Bi Laura, lakini mlango haufunguki kabisa. Andy alikuwa na chati zake na pisi yake, lakini Laura aliingia na kumuuliza, unakionaje chumba chako? Jamaa akasema kipo fresh kabisa. Laura anamuuliza Andy kwamba unatarajia kuomba ulezi baada ya miezi mitatu, sio? Andy akasema ya, ipo hivyo. Akauliza, una chati na nani hapo? Girlfriend ama rafiki ama dadi wote? Akasema no, hakuna. Upande wa pili Piper akamuita kaka yake Andy. Andy akasema, namuuliza sasa, upo salama au unahitaji kitu? Piper akasema hapana. Kumbe Bi Laura amechukua simu ya Andy na kuna vitu anapitia haraka haraka hapa. Andy kustuka tu, anaona mbona simu yangu kama inakaguliwa, akaiwahi akamfokea kidogo Bi Laura. Bi Laura akasema nilikuwa naangalia meseji tu, maana mimi ni mshauri nasaha. Hapa Piper yupo kitandani kwake akiwa anatandika kitanda chake. Mto wa marehemu baba yake upo pembeni hapa. Bi Laura alikuwa chumbani kwake akipiga chabo. Kuna sauti za ajabu zilikuwa zikisikika humu ndani. Oliver halali hapa, sijui anachungulia nini. Andy kuna ndoto ya ajabu kaiota hapa, kastuka. Akiwa hapa dirishani alimwona Laura na Oliver wameongozana. Andy anashuhudia taa zikizimwa nje. Andy aliingiwa na hofu baada ya kuona mienendo isiyo ya kawaida ya mama yao mlezi mpya Bi Laura. Piper kule machale ameanza kumcheza. Kumekucha. Laura amekuja hapa swimming pool. Bwawa halina maji, lakini mahali hapa pamejaa kumbukumbu za ajabu sana. Andy alisikia sauti ya hatua za mtu kwa nguvu nje, ila anatizama tu boxer, anaona ameshajichafua. Andy alikuja kufua nguo zake kwenye hii mashine, lakini upande wa pili Piper anaota zile ndoto akiwa kifuani kwa baba yake siku aliyopoteza maisha. Ghafla akashtuka usingizini. Hii nyumba imeshakuwa nzito kinoma. Hapa Bi Laura amekuja chumbani kwa Oliver, anamwambia Oliver, tukitoka nje kidogo nadhani itakuwa vizuri. Hatimaye ibada ya mwisho ya kuaga mwili wa marehemu Phil ambaye alikuwa ni baba wa kambo wa Andy na Piper imefika. Watu wanaaga mwili, lakini ilipofika zamu ya Bi Laura ambaye alikuwepo kwenye ibada ya mazishi, kumbe yeye alikuwa na mkasi maalum, so alikata nywele za marehemu kimya kimya. Bi Laura anasema mtu akishafariki dunia nafsi yake husalia miezi mitatu mbeleni, kisha ndipo mwili hutoweka. Kama ni hivyo basi baba yenu nafsi yake ipo pale. Anasema maneno haya wakati ambapo Piper na Andy wanapitia maumivu sana kwa kumpoteza baba yao wa kambo. Mtoto Oliver huku ni kama kapagawa, anapiga vioo kwa mkono mpaka pasua. Oliver aliumia mkono, lakini haonyeshi hata ishara, dalili ya maumivu hata kidogo. Oliver anatoka nje mdogo mdogo hapa na amlazimisha kufungua mlango kwa nguvu. Oliver alikuwa akitizama banda hili la kuku kwa hasira sana. Laura anamwomba Andy ambusu Phil ili kumwaga mara ya mwisho, lakini Andy anagoma. Bi Laura anamwambia ni mila kufanya hivyo. Andy alimbusu baba yake kwenye kipanda uso, akaambiwa mbusu na lips, akagoma, lakini akakumbushwa kuwa ni mila. Laura akamlamba kiss marehemu. Laura na Andy na Piper wakiwa kwenye gari kurejea nyumbani. Laura anaonekana mtu mwenye furaha, huku akisema mtu akifa
taifa haupaswi kuhudhunika na badala yake inapaswa kuwa sherehe. Pipe akauliza kipi huwa kinakupa furaha, anaulizwa sasa na Bi Laura. Akasema ni gold ball, lakini Andy anasema hata haelewi kabisa. Oliver anaonekana yupo nje akiwatazama Laura, Andy na Piper wakifurahi pamoja huku akiwa wanakunywa whisky sebuleni. Andy alikuwa pia na jukumu la kumweleza kila kitu mdogo wake Piper kutokana na hali ya upofu alionayo, japokuwa anahisi na kuona maumbo ya vitu. Laura aliwashawishi kidogo waonje gambe, hafla wakajikuta wamelewa na kuanza kucheza mziki mnene hapa sebuleni. Unaambiwa hadi Piper alikuwa anaruka majoka tu hapa sebuleni kudadadadadadadeki. Piper na Andy vibe lilikuwa ni kama lote. Unaambiwa wanaenjoy mpaka wanaanguka chini kabisa. Andy na Piper ilibidi waombe wimbo ambao baba yao alikuwa akiupenda enzi za uhai wao. Unaambiwa ulipowekwa walikuwa wakiimba kwa hisia sio za kawaida babu. Noma. Andy alimshukuru Laura ambaye ni mama yao mlezi mpya kwa alichowafanyia kwamba wamefurahi. Laura alimgeuzia mgongo Andy na kumwambia, unaweza kuniuliza chochote unachohitaji kujua, nitakujibu. Andy alimuuliza, kwa nini unaishi peke yako hapa eneo hili? Bi Laura aliamua kukiri kwamba tangu mwanaye alipofariki amekuwa akiishi maisha haya kwa siku zote. Anasema, nilikuwa nikimpatia kila kitu mwanangu na kuondoka hapa nahisi nitakuwa na mwacha mwanangu. Laura anasema, nilikuwa nikikaa kaburini kwake kwa muda mrefu, ilikuwa ikinisaidia kuhisi uwepo wake. Nilikuwa nikijisikia raha sana akiwa ananiita mama. Andy anamwambia Laura, baba yangu alikuwa umwelezi kitu linapokuja swala la Piper. Akaambiwa ndio maana ulimpiga. Andy akashtuka, huyu Laura amejuaje? Akamwambia, wewe Laura alikuja hapa kuhakikisha kama Andy amelala usingizi. Alikuja hapa akachukua funguo yake, akachukua kachupa hapa, kisha akaweka haja yake ndogo kwenye hichi kikombe ama kikopo, na kisha akaja kumwagia Andy kwenye suruali yake. Alichukua simu ya Andy na kutoa password. Kwa kumfumbua macho Andy, alikuta Andy kampiga picha Oliver, akazifuta picha kabisa. Sasa tutajua uko mbeleni kwa nini anazifuta picha. Ghafla alisikia kuna sauti zinasikika kwa nje. Laura alichungulia na kumwona Oliver akiwa eneo hili, kisha taa ya nje ikazima. Laura hapa alikuwa akimuogesha Oliver, lakini Oliver hacheki na mtu kabisa. Laura aliona bomba la maji likiwa limejifungua, maji yanatoka pasipo kufunguliwa na mtu yeyote. Kioo cha chooni kilivunjika ghafla. Bi Laura alipiga kelele sana. Andy alishtuka usingizini kutokana na kelele hizi, lakini akajigusa kwenye mshedede. Anaona amelowana kwa mkojo. Anashangaa hii tabia ya kujikojolea imetoka wapi tena? Hapa Andy ametoka anaelekea kufua nguo zake, lakini Laura akasema, haina shida, nitakusaidia kufua tu, usihangaike wala nini mwanangu. Andy kuna moja ya chumba hapa amekifungua. Ghafla akaona mwili wa mtu pale. Akatoka kwenda chumba cha nje ambacho alishuhudia Laura na Oliver wakiwa wanaingia humo kila inapofika usiku, lakini palifungwa kwa kufuri hapo. Akaacha na kusepa, lakini akiwa hapa nje anasafisha kichwa chake kwa maji, alimuona Oliver kama anagonga dirisha katika moja ya chumba kwa juu. Andy alikuja chumba alichopo Oliver, lakini kilikuwa kimefungwa, hivyo akachukua kisu ili akifungue. Alimuuliza, vipi, una njaa na umekuwa hapa kwa muda gani? Oliver haongei, lakini ameonyesha ishara kwamba anaweza akaandika. Oliver hana hata raha kabisa, sura imepoteza nuru. Alichukua notebook na kuanza kama kuandika fulani hivi. So Andy time hii akawa anamwandalia tunda kwa sababu alihisi ana hamu ya kula huyu mtoto. Oliver alikula tunda, lakini cha kushangaza alikuwa anatafuna na kisu. Ile Andy anageuka na muona damu zinamtoka mdomoni Oliver, lakini anaendelea kutafuna kisu. Ikabidi amwahi chap. Alimtoa nje akataka kumkimbiza hospitali, lakini Oliver alikuwa hataki kuvuka sehemu hii ambayo ni kama imechorwa mstari kwa chaki fulani hivi ama mchanga fulani hivi mweupe. So alipiga sana kelele akiwa anagalagala. Tumbo la Oliver lilikuwa linatetemeka sana, lakini Oliver alitamka maneno kwa mara ya kwanza kwamba naomba nisaidie. Laura akapagawa, anasema, kwa nini yupo nje? Hapana, huko anakimbia. So akawa anakimbia kumfuata Oliver, akamwambia toka. Andy alimchukua Piper na kuingia naye ndani haraka. Wakati huo Piper anauliza nini kinaendelea, kwa nini Oliver anapiga kelele. Andy ameingia humu ndani, lakini zile damu ni kama zimempagawisha. Mdogo wake anamwambia upo sawa, tulia. Kuna video hapa inamwonyesha mwanamke anazungumza Kirusi akiwa anachapika hapa. Laura anaitizama hii video kwa makini sana. Upande wa pili Oliver anahema kwa nguvu akiwa na jeraha la kisu mdomoni. Oliver anauliza Laura, nipo sehemu gani hapa? Lakini Laura ameweka video ya ajabu. Oliver anamuuliza, wewe ni nani na unataka nini? Ni kama Oliver ameanza kupata fahamu hivi.
Leo Laura ameyakanyaga huku. Oliva fahamu zimerejea, na wakati anahoji, Laura aliamua kufungua mziki kwa sauti ya juu, lakini Piper akaanza kusikia sauti hizo na hisia zake sio za mchezo kabisa. Ile video ilikuwa inamwonyesha nini Laura anapaswa kumfanyia huyu mtoto Oliva. Kwa ufupi, alikuwa anaiga kila kitu hapa. Andy anamwambia Laura kwamba Oliva ameomba tumsaidie. Vipi, hatuwezi kumpeleka hospitali? Laura anamwambia, wewe mpuuzi ndiye ambaye umevunja huu mlango. Hembu heshimu mambo yangu ya siri. Leo kazi ipo, shughuli inaanza rasmi hapa leo. Laura alimchukua Piper na kuingia naye ndani. Laura alimlisha huyo Oliva nywele za marehemu ambaye ni baba yao Andy na Piper waka. Kumbe nyumba hii ya Laura ilikuwa imezungushwa kitu kama unga nyumba nzima. Andy alikuja kuoga katika chumba hiki, lakini alihisi kwa mbali anamuona kama mtu kupitia kioo. Anasikia mtu anasema atafariki kwenye mvua. Andy alihisi ni baba yake, akamuita baba. Andy alipotaka kukimbia alijikuta akiwa chini ya sakafu. Andy alijikuta yupo hospitali kwenye vifaa maalum vya kumsaidia kupumua. Andy alianza kulazimisha kurejea nyumbani haraka iwezekanavyo. Madaktari walianza kupambana kadiri ya uwezo wao ili asije akapoteza maisha. Daktari, niacheni na niondoeni. Pande hizi mvua ilianza kunyesha na swimming pool hatimaye ikaanza kupata maji. Piper alikuwa kapumzika zake huku swimming pool akiona kwa nje kidogo. Piper kumbe alikuwa anachati na mtu kupitia simu. Piper alikuwa akitumia mbinu za watu wenye ulemavu kuandika. Bi Laura alikuwa anatazama video ya watoto wadogo wakiwa wanacheza. Piper aliingia chumbani kwa Laura huku akisema anahofia hali ya Andy huko aliko inamsababishia anakosa usingizi kabisa. Laura alikuwa akimwelezea Piper kile alichokitizama kwenye TV. Anamwambia hapa binti alikuwa na umri wa miaka 12 tu, nywele za brown, na mtoto alikuwa akienjoy kwenye dolphin. Ghafla Laura akaanza kutokwa na machozi. Laura alikuja hospitali kumjulia hali ya Andy, lakini swali kubwa ni mdogo wake yuko wapi? Laura anamwambia yupo nyumbani na Oliva. Andy alimchana Laura kwamba mvua ilipokuwa nje inanyesha, mimi nilikuwa naoga lakini nilimwona baba yangu bafuni. Laura akastuka. Andy akasema kuna kitu aliniambia. Baba alisema Piper atafariki kwenye mvua. Laura akamwambia Andy, huenda ni kwa sababu baba yako alifariki akiwa anaoga bafuni nilipomuua. Andy alistuka kusikia haya maneno mazito kutoka kwa Laura. Upande huu Laura akarejea nyumbani, lakini kamchukua Piper na kutoka naye nje huku mvua ikiwa inanyesha, lakini anafurahia kama kuna party fulani. Ngoja nikukumbushe kitu hapa. Mtoto wa Laura alituambia alikuwa ni kipofu, lakini alipoteza maisha akiwa anaogelea. Pili, Andy alipomwona baba yake bafuni alimwambia mdogo wake atafariki kwenye mvua, na hapa Laura anaenjoy tu na Piper kwenye mvua. Je, kipi kitatokea? Acha tuendelee kutizama hili balaa. Laura akimkumbatia Piper, zinamjia kumbukumbu za mwanaye Kathy enzi hizo akiwa hai. Hapa Laura anamvalisha sweta Piper huku akimwambia hii ni nguo ambayo Kathy alikuwa akiipenda sana enzi zake akiwa hai. Laura anamwambia unaweza kuniita mama kama utapenda, lakini Piper anasema labda, lakini sidhani kama naweza kukuita hivyo. Laura anasema mwanangu hakuwa anataka nywele zimguse mdomoni. Laura hapa anamshawishi Piper aishi naye hata Andy atakapotimiza miaka 18. Andy anasema tulikuwa na mipango ya kutafuta sehemu yetu nyingine, lakini usijali, weekend zipo tu, tutakuwa tukija kukutembelea. Hili jibu halikumfurahisha Laura, lakini Oliva alikatiza hapa. Dogo hacheki na mtu. Laura alimwomba Piper amwonyeshe kitu fulani. Piper hakuwa na pingamizi, akasema okay. Laura alimleta Piper katika jokofu hili na kumwambia shika hapa. Piper alishika, lakini kuna hisia zilimpata. Akauliza nini hii? Akaambiwa ni nyama. Kumbe huu ulikuwa ni mwili wa marehemu mwanaye Kathy ambaye alikuwa akimpenda sana. Pembeni yake alikuwepo Oliva hapo. Andy amerejea nyumbani na amemkuta mdogo wake akiwa amelala. Akamwacha apumzike, lakini yeye akaenda zake kwenye mazoezi. Andy anakumbuka enzi za baba yake akiwa anafurahi pamoja na Piper, akaacha kupasha misuli na kupata maji kidogo ya kupoza mtambo. Hapa Laura anatizama hii video ambayo inamwelekeza namna ya kurejesha roho ya mwanaye kwa mtu mwingine. Kumbuka mtoto wake alifariki miaka kadhaa iliyopita, na hii video ukiangalia vizuri utaona mtoto ambaye anaonekana kwenye video anafanana sana na Oliva. Huyu Bi Laura ana roho ngumu sana. Ngoja tuone litaisha vipi swala hili. Hii video alikuwa anaiangalia kwa siri sana. Bi Laura video
imempa mzuka. Alimfuata Piper akiwa amelala na kumpiga ngumi moja tu eneo la jichoni, na kisha alitoka haraka chumbani kwa Piper. Piper alikuwa akiugulia maumivu makali hapa kitandani kwake. Andy alikuwa amelala usingizi mzito sana. Piper aliamka asubuhi, jicho likiwa limemvimba. Andy anauliza nini kimetokea. Piper akamwambia kuna mtu amenipiga usiku. Andy alimuuliza Laura kama amempiga, lakini Laura akakataa kuwa yeye hakufanya hivyo. Akasema au Oliver ndiye kampiga? Sikumbuki alinipiga, lakini niliisikia harufu yako Andy. Kama utakumbuka, huyu mama alijipulizia marashi ya Andy kisha kwenda kufanya alichokifanya. Laura akamwambia umempiga Andy kama ulivyofanya kwa baba yako. Baba yako alikupiga na wewe ukamrudishia kwa kumpiga. Laura alianza kupandikiza chuki kwa Piper amchukie kaka yake Andy, huku akitolea mfano kile kilichowahi kumtokea baba yake Piper. Kumbuka miezi mitatu inakaribia kuisha ili Andy akaombe kibali cha kuishi na mdogo wake akiwa yeye ni mlezi, na Laura anamtaka Piper asalie hapa kivyovyote vile. Andy alichukua funguo ili amfuate Oliver kule nje. Laura analalamika kwa Piper kwamba Andy kamshambulia, lakini Oliver ukimtizama na alama ambayo inafanana na Andy ambaye amejeruhiwa usiku kwa mkia leo kwenye movie. Vitasa kati ya Laura na Andy vilianzia hapa, huku Piper akiusikilizia mchezo. Andy ameshagundua Laura si mtu mzuri kabisa. Andy alitoka nje na kuchukua gari na kusepa. Safari ilikuwa ni kurejea kituo cha msaada wa kijamii ambapo Wendy alikuwa akifanya hapo kazi. Andy aliona hapa tangazo la kupotea kwa mtoto Kana. Andy akashangaa sababu huyu mtoto yupo kwa Laura, anapata mateso mpaka amekuwa kama zezeta tu. Kumbuka Andy alikuwa haruhusiwi hata kumpiga picha huyu mtoto kule nyumbani. Wendy alipofika tu anamwambia Laura, ameniambia umempiga mdogo wako na kama haitoshi umemshambulia na yeye pia. Andy akawa anashangaa akasema hapana, ni mwongo sana huyo. Wendy anapewa yaliomo sasa kwamba hivi unajua hata ulitupeleka kwa mtu wa namna gani? Laura amemteka mtoto. Wendy anamwambia nimewapeleka pale sababu kafanya kazi ya hapa kwa miaka 20. Yule ni mmoja wa washauri na saha bora sana ambao tumewahi kuwa nao hapa. Hawezi hata siku moja kufanya vitendo vya kumuumiza mtoto. Laura amerejea ndani kwake, amekuta vyombo vimepasuliwa hovyo hovyo na Oliver. Mtoto amekuwa kama zombie and zombinyo. Bilaura mwenyewe ameingiwa na uoga hapa. Bilaura alichezea kibano sio cha mtoto. Laura hakuamini kilichotokea. Huu ni mchana wa vitasa, mwana kulifind mwana kuligeti. Bilaura alizimia ndani sababu ya kuvuja damu kidogo kutokana na kichapo, na bado Oliver alikuwa anamtamani kumfumua. Movie iliisha kwa Wendy kuambatana na Andy kuja kukagua nyumba ya Bilaura ambayo Piper na Andy walikuwa wakiishi. Lakini Wendy baada ya kumuona mtoto Kana akiwa amenyanyaswa na mtoto ambaye alikuwa ameibiwa na kukataa mpango wa kukubali kumfufua mtoto wake Kath, kwa maana kwamba kukataa mpango wa Bilaura, upande wa pili Andy aligundua mwili wa Kath kwenye jokofu maalum. Mpango wa Laura wa kumfufua Kath kwa kuchukua nafsi yake ili iwekwe kwenye mwili wa Piper ikashindikana. Piper akatoroka na kuokolewa na wasamaria wema. Polisi wakamkamata Bilaura, lakini mtoto Oliver naye akapona na kuondoka kwenye majanga. Bonge moja la movie, litafute na ulitizame, lakini ipe max kati ya 1 mpaka 10. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Kinafuata chuma kingine kikali cha Kiindonesia.